Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Dr. Mpango atoa wito kwa benki ya NMB kuendelea kushiriki katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Matumizi ya teknolojia katika sekta ya uchukuzi yatajwa kuendelea kuboresha mfumo wa usafirishaji wa mizigo kwa kuongeza ufanisi. Na katika habari za kimataifa, tetemeko la ardhi la poromosha jumba la ghorofa Bangkok nchini Thailand. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema kufunguliwa kwa matawi ya benki karibu na wananchi kutasaidia kuondokana na wakopeshaji binafsi maarufu kama kausha damu, ambao licha ya kutoza riba kubwa wananyanyasa na kutweza utu kwa vitendo vya ukamataji mali za wadaiwa. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Mrisho Mapeo. Makamu wa Rais ameyasema hayo baada ya kuzindua tawi la NMB Chanika na tawi la NMB Kinyerezi jijini Dar es Salaam, na kueleza kuwa uzinduzi wa matawi hayo ya benki utachangia maendeleo ya taifa kwa kulipa kodi na kutoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Dr. Mpango ametoa wito kwa benki ya NMB kuendelea kushiriki katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii, ikiwemo katika sekta za afya na elimu, kwani uwajibikaji kwa jamii ndio msingi imara wa uhusiano bora wenye tija kati ya benki na jamii. Ufunguzi wa tawi la NMB hapa Kinyerezi na kule Chanika hakika utaleta manufaa mengi, ikiwemo upatikanaji kwa urahisi wa mikopo na mitaji kwa wananchi, wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo kwa ajili ya kuanzisha miradi au biashara kwa mtu mmoja mmoja, vikundi na hata viwanda vidogo. Matawi haya pia yatasaidia kuondokana na wakopeshaji binafsi, wale ambao tunawaita kausha damu, ambao licha ya kutoza riba kubwa wanawanyanyasa na kutweza utu kwa vitendo vya ukamataji wa mali za wadaiwa. Sanjari na hayo, ametoa wito kwa benki ya NMB kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania na Umoja wa Mabenki kubuni programu na mikakati zaidi ya kuongeza elimu kwa Watanzania, hususan kwa wale waishio vijijini. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruthi Zaipuna amesema kwa kutambua idadi ndogo ya watumiaji wa huduma za kibenki hususan vijijini, benki ya NMB imezindua mpango mkakati wa kupeleka huduma za kibenki vijijini, hususan kupitia uwekezaji wa wakala na matumizi ya teknolojia. Ripoti ya Finscope ya mwaka 2023 ilionyesha kwamba ni 22% tu ya Watanzania ndio wanaotumia huduma za kibenki. Ripoti hiyo pia ilionyesha kwamba Watanzania wengi walio nje ya mfumo wa kibenki ni wale wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Baada ya kutambua hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana, mwaka 2024, benki ya NMB tulikuja na mpango mkakati wa kupeleka huduma za kibenki vijijini, hasa kupitia uwekezaji wa wakala, lakini pia kutumia teknolojia. Mpango huu umelenga kuhakikisha kwamba angalau kila kijiji nchini Tanzania kinakuwa na mawakala angalau wawili wa benki ya NMB ili kuwasokezea wananchi wa Tanzania huduma za kibenki karibu yao. Aidha, amesema benki ya NMB itaendelea kushiriki katika mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 100 maalum kwa ajili ya miradi ya biashara zitakazopeleka na kusambaza nishati safi ya kupikia kwa Watanzania. Kuzinduliwa kwa matawi ya benki ya NMB Chanika na Kinyerezi kunaiwezesha benki hiyo kuwa na matawi 241 nchi nzima. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii imebainisha kuwa Tanzania katika kipindi cha miaka 30 ya azimio la Beijing imefanikiwa kutekeleza malengo ya mkutano wa Beijing kwa mafanikio, ikiwemo kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza katika uzinduzi wa mkakati na sera kumuinua mwanamke kupitia taasisi ya High Initiative, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum
Dr. Dorothy Gwajima amesema kwa sasa serikali inaandaa ripoti ya utekelezaji wa malengo hayo kufuatia mkutano uliomalizika nchini Marekani, ambapo Tanzania ilipata nafasi ya kuwasilisha mafanikio yaliyofikia baada ya mkutano wa Beijing. Twende kwenye wanawake ambao wako kwenye sekta ya viwanda. Tunaona wanawake wengi wanamiliki viwanda vikubwa, wanatoa ajira kubwa. Umati wa leo tunaoona hapa, hao ni wakurugenzi wanawake wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Ina maana tumepiga hatua katika kumnyanyua mwanamke ajiamini, aende kuwa mwakilishi kwenye meza za uongozi, lakini akiwa amepata elimu. Lakini kama sio yote, tuangalie historia yetu. Enzi zile hatukuwa wala na makamu wa rais mwanamke, wala hatukuwa na rais mwanamke. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan enzi hizo akiwa ameenda naye Beijing, akiwa mwanamke kiongozi kijana, leo ameweza kukwea meza ya uongozi mpaka akafika kawa makamu wa rais. Tunajivunia. Ni nchi ngapi Tanzania hata zilizoendelea zinazosema demokrasia ni ngapi ambazo ziliweza nafasi hiyo kushikwa na mwanamke kiongozi? Lakini kutokea pale tunamwona ameendelea mbele kuwakilisha wanawake kwenye meza za uongozi ngazi ya juu kabisa taifa. Huyo hapo rais mnamwona, na ambavyo amefanya mabadiliko makubwa katika kusukuma ajenda ya maendeleo ili kuwagusa hawa wanawake walio wengi. Ameunda wizara ya maendeleo ya jamii, haikuwepo. Leo waziri wa maendeleo ya jamii ana muda wa kutosha kuchangamana na jamii ya makundi mbalimbali. Amesema licha ya mafanikio hayo, bado serikali itaweka nguvu katika kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na vikwazo vinavyochangia mwanamke ashindwe kutimiza ndoto zake. Natoa wito kwa Watanzania wote, watu wazima na akili zao na wenye hekima zao, tusione aibu kukemea. Haiwezekani katika akili za kawaida kushuhudia mtoto fulani wa kiume aliyelelewa na kutunzwa na kupewa maadili, anaposimama anakwenda kuhamasisha, kuwakejeli na kuwanyanyasa wale wanaoitwa mzazi mmoja wa kike, kama vile kwamba eti hakuna mzazi mmoja wa kiume. Hizi ni ajenda za hovyo ambazo hazifai, zinawanyanyasa wanawake waliosimama na watoto wao, ama waume zao wametangulia mbele ya haki, ama kulitokea migogoro na kutokuelewana hapo ambayo hawakuipenda lakini ndio ikatokea, au tunawaona wababa wamekimbia watoto, wametelekeza familia, wameenda mitaani huko watoto wao, alafu wamama wamesimama kwenye nafasi zile wakawaongoza na kuwatunza watoto wao walioachiwa na mababa wale, mpaka wakafikia kama tunavyomuona binti yetu hapa, mkurugenzi wa High Initiative ambaye baba yake tangulia mbele ya haki, mama amemtunza, na wengine ambao hawakutangulia mbele ya haki waliacha tu watoto wao, wametunzwa na wamama wako wengi na wamefikia level za uongozi na wanafanya vizuri. Mtu huyo anayehamasisha hiyo ana chuki, hana maadili, hana heshima, haelewi historia ya ukuu wa mama, alafu na watu wanashabikia. Mimi ndio nabaki na shangaa, kweli tunaipeleka jamii yetu kwenye mwelekeo huo? Naye Lydia Charles Moyo, mkurugenzi wa taasisi ya High Initiative, pamoja na baadhi ya wadau walioshiriki katika uzinduzi huo, akiwemo balozi wa Ubelgiji nchini Tanzania Peter Hugobert, na baadhi ya viongozi wa taasisi ya High Initiative, wamezungumzia harakati za Tanzania katika kuinua wanawake viongozi. Beijing ni moja ya mwanzo mzuri sana katika masuala ya haki sawa na fursa sawa, na imeweza kutengeneza mwendelezo wa namna gani tunaweza kuwakuza na kuwainua wanawake na wasichana duniani. Na sisi kama nchi kuna mambo ambayo kweli bado yanahitaji kufanywa kazi, lakini kuna mambo ambayo tumefanyia vizuri. Kwa mfano, tumekuwa na rais ambaye ni mwanamke nchini kwetu. Nchi nyingi zilizoendelea kubwa hawajawahi kuwa na rais mwanamke. Lakini pia tunaona wanawake na wasichana wakiingia katika uongozi mbalimbali, lakini pia tumeona hata katika miundombinu, mambo ya afya na mambo ya elimu. Lakini kuna mambo mengi bado yanabidi yafanyiwe kazi. Masuala ya urasimishaji kwenye masuala ya biashara, masuala ya uwekezaji na ufadhili, masuala ya afya, masuala ya kidemokrasia. Kuna vitu vingi vya kufanyia kazi. Kama bodi huu mchakato au mkakati wa miaka mitano tumekita sana kwenye masuala kadhaa. Moja ya kiuchumi, kumsaidia msichana na mwanamke kutoka kiuchumi, kuanzisha biashara zake wenyewe. Lakini pia tunaangalia mambo ya unyanyasaji wa kijinsia
na tunatambua kwamba unyanyasaji wa kijinsia uko kwenye sura tofauti nyingi sana. Inaweza kuwa kisaikolojia, inaweza kuwa kutokumpa fursa, inaweza kuwa kunyanyasa kwa njia nyingi. Kwa hiyo tunajikita kwenye mambo ya kisaikolojia, lakini pia kuepuka na maradhi pia ambao msichana anaweza kupata sehemu nyingi, na kujielimisha pia, lakini pia nakuwa yeye kiongozi kwenye jamii yake. Tunashukuru sana kazi zote ambazo zimefanywa kwa wanaharakati wote katika utekelezaji wa huu mpango wa Beijing, na tunaona mpaka hapa tulipo tumeweza kupata rais mwanamke. Ni matokeo makubwa ya miaka 30. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Serikali imepitisha bajeti maalum ambayo imewekwa kwa ajili ya jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Mbeya ambalo limeelekezwa kujengwa eneo la Uyole. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Omela ameyasema hayo kwenye iftari iliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson kwa ajili ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani uliohusisha waumini wa dini ya Kiislamu na wasio Waislamu, ikiwa ni kuwaunganisha pamoja katika kipindi hichi cha mfungo. Tumepitisha bajeti yetu ya mwaka 2025-26 zaidi ya bilioni 478 kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa na bajeti yetu imepita kwa kishindo pale kwenye kamati ya kudumu ya Bunge. Kwa kweli tujipigie makofi mengi sana. Lakini jambo la pili, tumefanikiwa kupata jengo la ofisi la mkurugenzi hapa Mbeya mjini. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutengewa fedha hizo kwa ajili ya kujenga jengo hilo la utawala, huku mbunge wa viti maalum kwa Mbeya Suma Ikenda Fyandomo amemshukuru Daktari Tulia Ackson kwa kuandaa iftari hiyo. Tengewa fedha hizo kwa ajili ya kujenga jengo kubwa la kisasa litakaloonesha na kwamba Mbeya kweli ni jiji, si ndio jamani? Sasa hapa nimeona wengine walikuwa wanashangilia, wengine sasa pale ndo kidogo akawa amenichanganya kidogo kwa mkono. Lakini naamini kwamba mambo yataenda vizuri, msiwe na wasiwasi. Mambo yatakwenda vizuri. Unafanya mambo mengi makubwa na mazuri sana, ambapo wana Mbeya jiji tunajivunia wewe pamoja na mkoa mzima wa Mbeya, lakini na taifa zima kwa ujumla, kwa namna ambavyo umekuwa mstari wa mbele kuleta maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Shehe wa mkoa wa Mbeya Yasin Njarabaha amesema kuwa Dr. Tulia amekuwa mshiriki katika kila hatua inayofanyika katika jiji la Mbeya, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya Patrick Marunenge amesema kuwa muunganisho huu ni kuwaweka watu pamoja. Kwa hivyo nimpongeze sana Mheshimiwa Spika wetu kwa hili analolifanya, na kwa hili analolifanya pamoja na mengine ambayo ndugu yetu, dada yetu, kiongozi wetu anayefanya tukiyashuhudia, kushiriki kwake kwa karibu sana katika furaha na huzuni katika mambo yetu wana Mbeya. Kwa hii shughuli iliyoifanya ya kufutulisha wana Mbeya, na hii sio kufutulisha tu, maana yake ni kuwaunganisha wana Mbeya kwa kitu kimoja. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya, mimi ni Daniel Simelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Lazaro Twange amewahimiza viongozi wa dini kwa ujumla kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta maendeleo na kuboresha huduma muhimu za jamii kwa wananchi. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipotembelea kanisa hilo la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho eneo la Masaki, mkuu wa wilaya ya Ubungo Lazaro Twange amelishukuru na kulipongeza kanisa hilo kwa namna ambavyo limekuwa likishirikiana na serikali wilayani Ubungo kwa kusaidia ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo hospitali na vyumba vya madarasa. Aidha, Twange ametumia nafasi hiyo kuwataka viongozi wa dini kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali kwenye ujenzi wa miradi mbalimbali na kuahidi kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa kanisa hilo pamoja na madhehebu mengine ya dini ili kuweza kutimiza malengo ya kutoa huduma bora kwa jamii. Partnership ya taasisi kama ya kwenu kwenye shughuli za uendeshaji za serikali ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio driving factor kubwa iliyosababisha nifike mapema kabisa kuja kujitambulisha kwanza kwamba nipo. Sisi ni watumishi, kwa hiyo tunakuwa kwenye maeneo mengi. Hiki mimi ni kituo changu cha 3.
tangu nimekuwa mkuu wa wilaya miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo pamoja na kuhamahama, lakini ni lazima vitu vikae kwenye rekodi kwamba nilifika kwenye wilaya fulani na nilikutana na partner fulani ambaye ameonyesha jitihada kubwa sana za kushirikiana na serikali katika kusogeza huduma karibu zaidi kwa jamii, ambaye lazima tushirikiane naye na kumshukuru. Kwa upande wake, rais wa steki ya Dar es Salaam ya kanisa hilo Juventinus Rubona na Samuel Egan, rais wa misheni ya Tanzania, wameiomba serikali kupitia kwa mkuu wa wilaya hiyo kuangalia upya kodi wanazolipa ili kuwawezesha kuongeza mchango wao kwenye ujenzi wa miradi ya maendeleo ya wananchi, kwani wao hawafanyi biashara. Aidha, pia wameiomba serikali kusaidia kwenye changamoto ya baadhi ya vijana wao wanaokuja nchini kwa ajili ya kufanya huduma za kiroho kuzuiwa vibali vyao na hati za kusafiria. Sisi kama kanisa tunashukuru ujio wako, tumefurahi, lakini tunayo maombi mawili kwako. Sawa. Kwa sasa tumeanza harakati kutokana na mfumo wetu wa TRA VAT ambayo tunailipa kwa hizi project ni kubwa mno, kwamba hiyo tungeweza kuisave, ingeweza kuongeza huduma kwa jamii ya Watanzania. Kimsingi sisi hatufanyi biashara kabisa. Hii ni taasisi ya kidini. Hizi ni zaka zinazokusanywa kutoka kwa waumini popote duniani, zinaleta upendo kwa kuwahudumia watoto wa Tanzania ambao wote ni watoto baba yetu wa mbinguni. Kwa tumeanza mchakato huo, lakini tunaomba pale labda tutakapopata ugumu, tunaomba chini ya uongozi wako uweze kutusaidia ili lengo kubwa la kuwahudumia wa Tanzania liweze kufikiwa. Asante sana Mrisho kwa taarifa hiyo. Jumuiya ya wafanyabiashara mkoani Mwanza imeziomba mamlaka husika likiwemo jeshi la polisi kuendelea na jitihada za kumtafuta mfanyabiashara na kada wa Chama cha Mapinduzi CCM aliyotoweka hivi karibuni. Taarifa zaidi na Emmanuel Meshak kutoka Mwanza inaarifu. Mwenyekiti wa Jumuiya ya wafanyabiashara mkoani Mwanza Patrick Masagati ameyasema hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, ambapo ameliomba jeshi la polisi kuongeza jitihada zaidi ili mfanyabiashara huyo aweze kupatikana na kuhakikishia usalama wao na mali zao. Na bado taarifa nadhani zilitolewa kwa mamlaka zinazohusika, na mamlaka zinazohusika kwa maana jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama vimeendelea kusema kwamba bado wana jitihada na wanahakikisha kwamba aliyepotea atapatikana. Na pengine kadri muda unavyokuwa unakwenda, wamekuwa wakitoa taarifa kwa umma kutokana na jitihada zao. Lakini tunaamini jukumu kubwa kabisa la jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba wamelinda raia na mali zao. Na tuna msingi na uhakika mkubwa kwamba jeshi la polisi litafanya kazi yake na kwa weledi wake kuhakikisha kwamba hawa wote waliopotea wanapatikana, ili kuondoa taharuki ambazo zimekuwa zikitokeza mara kwa mara na ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza kukwaza katika hali ya kiuchumi ya eneo zima la Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Johnny Ngetegai ambaye ni jirani wa Chochori amewaomba wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa ili kufanikisha kumpata mfanyabiashara huyo akiwa salama. Tunaomba mamlaka yoyote ile inaweza kawa inafahamu pale alipo, ijitokeze na kumleta akiwa mzima wa afya njema, ili taharuki hii iondoke. Sisi kama wafanyabiashara tujisikie tuko salama. Hasa mimi ninajikita katika upande pia wa samaki. Kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kama yeye hataonekana na mimi sitakuwa salama, na yeyote yule hatakuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali ndio tunayoitegemea, naweza wakafahamu au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. Kwa upande wake, msemaji wa familia akizungumza kwa njia ya simu amesema kuwa kitendo hicho kimewasikitisha na kuiomba serikali na wananchi kwa ujumla kuendelea kuungana na familia katika swala hilo la kumtafuta ndugu yao. Ni kweli kwamba tumesikitika kwa kilichompata ndugu yetu, na
tunaomba vyombo vya dola viendelee kumtafuta na wadau mbalimbali wa vyombo vya habari na hata watu binafsi pia. Mpaka sasa imeleta mkanganyiko mkubwa katika familia, watu wanasikitika. Mpaka sasa mzee amelazwa hospitalini kwa tukio hili, lakini tunaamini kwamba serikali na mkono mrefu inaweza ikamtafuta huyu bwana na ikaweza kumpata, ili hata ndugu na jamaa na hata watoto wadogo ambao tulionao hapa nyumbani mnapowaangalia waweze kujua kwamba baba yao yuko wapi. Huyu aliyepotea ni baba wa familia, ni baba ambaye ana mke na watoto. Kwa sasa ni muda mrefu, naenda karibu siku ya 7, hatujapata taarifa yoyote kwamba huyu ndugu yetu yuko wapi. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba ndugu, jamaa, marafiki na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie. Danieli Chonchori ni mkazi wa wilaya Nyamagana, kata Nyakato, mtaa wa Temeke. Alitoweka nyumbani kwake majira alfajiri kwa madai ya kwenda kufanya mazoezi. Mpaka hii leo hajapatikana. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kati ya walaibu wa dawa za kulevya 900,362, walaibu 400,032 ni wanawake ambao wamejikuta wakiingia katika matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kuzitumia dawa hizo kuzuia damu kutoka na maumivu wakati wakiwa katika siku za hedhi, hali ambayo imetajwa kuhatarisha afya ya uzazi kwa kundi hilo. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika mdahalo wa kitaifa kwa ajili ya kujadili hedhi salama kupitia wadau wa jukwaa la hedhi salama nchini, mfamasia mkuu wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA, Upendo Chenya, amesema wimbi la wanawake na mabinti kutumia dawa za kulevya limeongezeka nchini, ambapo sababu kubwa ikitajwa ni kwa ajili ya kukata maumivu pamoja na damu wakati wa hedhi. Complications nyingi ambazo tunaziona ni menstrual irregularities na infertility, lakini pia kuja kuzaa watoto ambao they are abnormal. Okay, I've been to the clinics. Nimetibu at least 6 years katika these MATS facilities. One of the thing is watoto au vijana wanajiingiza kwenye dawa za kulevya. Kwanza, there are some people do not like a menstrual period. Yes, they don't like it. So, matumizi ya dawa za kulevya hasa bangi na heroin na cocaine zinakata the menstrual cycle. Unakuwa uone hedhi. Kwa hiyo some people they do that because they don't want to go to the period, okay? Kumbe they unaenda kuimpair the reproductive system yao. Lakini bahati mbaya imechukuliwa in a negative way kwamba sex workers, yes? Sex workers ambao ni wengi ni wanawake. They use drugs because wanataka kukata periods ili wawe 24 hours service kwenye hizo functions zao. Kwa upande wake, Gerald Kiwele kutoka Wizara ya Afya na Rebecca Jumi kutoka taasisi ya Msichana Initiative, wakiwa ni mmoja ya taasisi na wadau wa hedhi salama nchini, wamesema katika mdahalo huo ulioendeshwa na wadau wamejadili masuala mbalimbali ambayo yamelenga kuondoa vikwazo vya kodi katika taulo za kike na kuweka mazingira salama shuleni kwa mtoto wa kike ili aweze kuishi na kufurahia masomo yake. Kwa sasa kuna hatua kubwa sana ambayo imepigwa. Ukienda kwenye shule mbalimbali tulizonazo, hata zile za serikali, utaona kuna vyumba maalumu ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kuwa vijana wetu wanastirika hasa wakiwa kwenye hizo siku zao za hedhi. Lakini kuna kitu kinaitwa capitation kupitia kwa wenzetu Wizara ya Elimu, kupitia kwa Wizara ya Fedha, kuna budget inayoenda kwa kila shule. Kwenye ile budget ya maendeleo ya shule, unakuta kuwa kuna kitu kinaitwa capitation. Ndani yake kuna hadi budget ambayo inatumika kwa ajili ya kuweza kusupport ununuzi wa hizo angalau sanitary pads. Inawezekanika kuwa hazitoshelezi, lakini angalau unaona kuwa kuna hizo jitihada ambazo zipo, kiasi kwamba kwa saizi ukilinganisha na miaka kadhaa nyuma, utaona kuwa kuna maendeleo, kuna improvement kubwa sana. Tunaamini kwamba jukwaa kama hili linatoa nafasi ya wadau kuzungumza umuhimu wa kuhakikisha swala la hedhi salama linaweza kupewa kipaumbele, kwa sababu hedhi salama sio tu ni swala la kiafya, ni swala muhimu pia sana kwenye kufikia masuala ya usawa wa kijinsia. Lakini tunakubaliana pia hakuna maisha bila hedhi salama. Kwa hiyo leo tumekutanisha wadau hapa wakiwemo serikali, wizara ambazo tunaamini ni muhimu sana katika swala hili,
lakini vile vile wasichana wenyewe ambao tunaamini wanahusika moja kwa moja katika swala la hedhi salama, pamoja na wanamtandao, kujadili ni hatua gani na vipaumbele gani tunaweza tukachukua ili kuhakikisha haki hii ya msingi inaweza kupatikana na wasichana wengi na wanawake wengi Tanzania wanaweza kupata hedhi salama. Katika mdahalo huo, wadau mbalimbali akiwemo kaimu afisa elimu kutoka Ngorongoro pamoja na mwenyekiti wa jukwaa la hedhi salama Severin Alute sanjali na mratibu wa mtandao wa elimu nchini TENMET Martha Makala wamezungumzia changamoto mbalimbali wanazokutana nazo mabinti katika kuhakikisha wanajihifadhi wakati wa hedhi. Tuna mpango, bahati nzuri shule zetu zote ni za bweni, kwa hiyo tuna mpango wa kununua shule. Tumemaanisha hapa maelekezo wananunua kupitia ile fidia ada, sababu kwa mujibu wa mwongozo ambao ulitolewa na serikali kuna asilimia ambayo inatakiwa inunue madawa baridi pamoja na mahitaji maalum ya wasichana. Kwa kupitia pale shule zinaweza zikanunua zile taulo za kike kwa ajili ya kugawa wanafunzi. Lakini vile vile halmashauri na mpango inaweka kwenye budget kupitia mapato yake ya ndani, kwamba tunaweka kwenye budget kwamba kila mwaka lazima tuweze kununua pedi kadhaa na kuzigawa kwa wale wanafunzi wa kike. Bidhaa ya hedhi salama ni kifaa tiba, lakini ukiangalia vifaa tiba vingine havitolewi kodi. Kwa mfano dawa ambazo tunazitumia kwenye hospitali zetu ni vifaa tiba pia. Na kwa nini sasa swala zima la pedi siingizwe kama ni kifaa tiba? Na ikishaingizwa kama ni kifaa tiba, ina maana kodi itakuwa imetolewa. Na ikishatolewa kodi, tunaweza tukumwambia waziri wa afya pia aliweke kwenye orodha ya dawa muhimu. Na ikishakaa kwenye dawa muhimu, maana yake tutaipata kwenye dispensary zetu, kwenye vituo vya afya, na pia ukiwa na bima yako unaweza kupata hiyo pedi kwa kutumia bima. Kwa hiyo ile ni eneo ambalo kama likifanyiwa, ile eneo tunaona kama likiweza kufanyika jinsi tunavyoona tunavyopendekeza, hatutasimama tena kufanya kampeni za pedi bila kodi. Itakuwa tumeshatatua tatizo hili. Hatuwezi kuendelea kuhakikisha kuacha tu wanafunzi watoto wa kike wakiacha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo changamoto wanazopata kwa sababu ya hedhi. Ndio maana tunasema leo tumekusanyika hapa kwa umoja wetu, kwa nguvu zetu. Sisi tunaamini kwamba umoja wetu ndio nguvu zetu, na tunapoungana kwa pamoja katika kuweka mjadala mkubwa kama huu kwa maslahi ya Watanzania wote, watoto wa kike na wa kiume, lakini pia kuangalia namna gani kama wadau tunaweza tukachangia kwa kufanya kazi pamoja na serikali ili kuhakikisha changamoto za hedhi zinakomeshwa, kwa sababu hili ni jambo linalohitaji dharura katika kulifanyia kazi ili lisiweze kuendelea. Tusiendelee tu kila mwaka baada ya mwaka tunakutana tukiongelea habari ya changamoto za hedhi anazopata mtoto wa kike. Tukiangazia jamii za kifugaji, wengine wanatumia mpaka ngozi za wanyama. Kuna ule utafiti ulifanywa na TAWASA, ukiangalia unakutana na changamoto mbalimbali. Wengine wanatumia ugali, wengine wanatumia mchanga, ambayo ina madhara makubwa sana kiafya. Sanjali na hayo, wadau mbalimbali wameitaka serikali kuweka nguvu katika kuhakikisha inawezesha upatikanaji wa taulo za kike kwa gharama nafuu. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Matumizi ya teknolojia katika sekta ya uchukuzi yatajwa kuendelea kuboresha mfumo wa usafirishaji wa mizigo kwa kuongeza ufanisi.